Naam, habari gani mpenzi msikilizaji wa MC Zayo TV. Karibu kwenye matangazo ya leo asubuhi ya Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026, na kama wewe ni mgeni kwenye hii channel ya MC Zayo TV, naomba kitu cha kwanza like na kusubscribe na kushare na kucomment, utakuwa umenifanyia jambo la kheri sana. Na habari zetu kizaanzia huko Fizi ni kuwa mitihani ya kitaifa inaendelea vizuri kwa usalama huko Mibogobogo, na wakati wa mitihani ya taifa kumaliza elimu ya sekondari kiendelea kote nchini DRC na eneo la Mibogobogo karibu na mji wa Baraka katika wilaya ya Fizi, na kuwa linaendelea kufanya mitihani hiyo kwa utulivu na usalama wa hali ya juu. Kwa mujibu wa mwalimu mmoja aliyetoa taarifa kwa MC Zayo TV, mitihani ya examen d'etat la darasa la 4 la Humanite quatrième des humanités ilianza Jumatatu tarehe 22 Juni mwaka 2026 na imekuwa ikiendelea bila matatizo yoyote. Na mwalimu huyu alisema tena kuwa tangu siku ya kwanza mtihani hakuna tukio lolote la ukosefu wa usalama wala changamoto ya maandalizi iliyoripotiwa. Alisema mitihani ilianza tarehe 22 Juni mwaka 2026 katika mazingira ya utulivu mkubwa. Polisi wapo wakihakikisha usalama wa wanafunzi na walimu. Hata Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2026 mitihani iliendelea vizuri na kwa amani, na itaendelea hadi Alhamisi tarehe 25 Juni mwaka 2026, siku ambayo itahitimishwa. Na mnukuu huyo mwalimu alikuwa akisema, na alisema kuwa mitihani hiyo inafanyika katika shule za Institut Tangazo ambayo inapokea watahiniwa kutoka Mibogobogo na maeneo ya jirani. Na mwalimu huyo pia alieleza kuwa kumekuwa na mabadiliko katika mfumo wa elimu wa DR Congo, na hapo awali wanafunzi waliokuwa wakifanya mitihani wa taifa walikuwa katika darasa la Sixième des Humanités, lakini baada ya mageuzi ya elimu sasa darasa hilo linajulikana kama Quatrième des Humanités, na mabadiliko hayo yanalenga kuboresha ubora wa elimu na kuendana na malengo ya maendeleo ya sekta ya elimu nchini. Baadhi ya wakazi wa Mibogobogo wanaeleza kuwa wanafurahishwa na namna ya mtihani unavyoendelea kwa usalama na utulivu, hasa wakati wa baadhi ya maeneo ya mashariki mwa DRC kumekuwa na makabiliano na changamoto za kiusalama. Na wazazi na walimu wanaamini kuwa uwezo wa wanafunzi kufanya mitihani yao katika mazingira ya kawaida ni hatua muhimu kwa maendeleo ya elimu na mustakabali wa vijana wa eneo hilo. Na wakati wa mtihani ikiendelea, viongozi wa shule wa elimu na vyombo vya usalama vinaendelea kushirikiana kuhakikisha watahitiniwa wanamaliza mitihani yao kwa amani hadi siku ya mwisho iliyopangwa na Alhamisi tarehe 25 Juni mwaka 2026. MC Zayo inaendelea kufuatilia mwenendo wa mtihani wa kitaifa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Fizi kwa Kivu Kusini kwa ujumla. Na tukielekea kwa Nord Kivu ni kuwa taarifa kutoka kwa gavana mkuu wa Nord Kivu alitoa jana ni kwa baada ya mikutano iliyofanyika tarehe 19 Juni mwaka huu katika wilaya ya Lubero na tarehe 23 Juni mwaka huu mjini Goma kuhusu kuimarisha hatua za kuzuia ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Nord Kivu au serikali ya M23 imetoa maagizo yafuatayo kwa wasafirishaji wa mizigo. Imetoa maagizo haya: kila gari la kusafirisha mizigo ni lazima liwe na dereva wawili na wasaidizi wa dereva wawili, na magari yanayotoka Beni na Butembo, dereva iliyo na dereva na msaidizi wake walioanza safari kutoka Beni au Butembo hawataruhusiwa kuvuka eneo la Kitimbiro. Wakifika Kitimbiro, gari litapuliziwa. Watakapofika Kitimbiro, gari litapuliziwa dawa za kuua vidudu, desinfection. Baada ya hapo, dereva wawili na msaidizi wake watachukua gari lao na kuendelea safari. Na magari yanayotoka Goma, taratibu huu utatumika, na dereva msaidizi wake kutoka Goma wataishia Kitimbiro. Baada ya gari kupuliziwa dawa, dereva wa pili na msaidizi wake kutoka upande wa Beni na Butembo wataendelea na safari yao. Na adhabu kwa watakaokiuka ni hii: wamiliki na waendeshaji wa magari watawajibika binafsi kuhakikisha sheria hizi
zinaheshimiwa, na mtu atakayekiuka anaweza kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria ifuatayo. Gari linaweza kukamatwa na shughuli za usafirishaji kusimamishwa kwa muda. Utekelezaji ni idara ya afya mkoa ya mkoa kwa kushirikiana na vyombo vya usalama ndio itasimamia utekelezaji na hatua hizo. Na timu za upuliziaji wa dawa zitapelekwa katika kituo cha Kitimbiro. Msimamizi wa wilaya Lubero ameagiza kuhakikisha agizo hili linatekelezwa mara moja. Na kumalizika ni kuwa serikali ya Nord Kivu imewataka wananchi na vyama wasafirishaji na wadau wote wa sekta ya usafirishaji kuheshimu hatua hii ili kulinda afya za umma na kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Na huko Uvira ni kuwa jana shughuli za bandari ya Kalundu zilianza tena kurejea taratibu, na meya wa mji wa Uvira Kiza Muhata alifanya ziara ya kushtukiza katika bandari ya umma ya Kalundu mchana wa jana. Wakati wa ziara hiyo, meya alibaini kuwa shughuli za bandari zilianza kurejea taratibu baada ya kusimama kwa miezi kadhaa kutokana na uharibifu wa miundombinu, uporaji uliofanywa na wazalendo mwanzoni mwa mwaka huu. Na licha ya hasara zilizotoka, wafanyabiashara na wasafirishaji na watumiaji wengine wa bandari wameanza kurejea shughuli zao katika miundombinu hiyo muhimu ya biashara ya eneo hilo. Na meya Kiza Muhato au ule mkimbizi aliyekimbia alieleza kuwa kurudishwa kwake na kurejea kwa shughuli hizo, huku wakisisitiza dhamira mamlaka za serikali kuendelea kusaidia juhudi za ukarabati na kuimarisha usalama wa bandari ili shughuli zote za kiuchumi zirudi kikamilifu. Na bandari ya Kalundu ni mojawapo wa njia kuu ya kuingiza na kusafirisha bidhaa kutoka Uvira, na bandari hiyo ina mchango mkubwa katika biashara katika kati ya Uvira na nchi jirani, hususan Burundi, Tanzania na Zambia. Tukisalia mjini Uvira ni kuwa naibu gavana ex-gavana wa zamani Elakano alisema kuwa lengo la ziara hiyo ni kuonesha mshikamano wa serikali ya mkoa kwa wakazi waliopitia kipindi kigumu cha ukosefu wa usalama na mapigano ya silaha. Na mnukuu akisema kuwa tumekuja kuwaonyesha wananchi wa Luvungi kwamba hawajasaulika. Na baada ya kutembelea Sange mara tu baada ya kuondoka kwa wapiganaji wa serikali ya M23, ilikuwa muhimu pia kufikia Luvungi ili kuwapa moyo na kuwaonyesha kuwa serikali ya FARDC siko pamoja nao, alisema Elakano. Akiwa ameambatana na wajumbe wa kamati ya usalama wa mkoa na mawaziri wa mkoa na viongozi wa sekta ya elimu, Elakano pia alizindua rasmi mtihani ya taifa examen d'etat katika eneo hilo la Luvungi. Aliwapongeza wanafunzi wa mwisho wa sekondari kwa ujasiri wao na kuendelea na masomo licha kuhama kwa makazi yao na vitisho vya kiusalama na madhara ya vita iliyosababishwa na wazalendo. Alisema kuwa wanafunzi wamepitia nyakati ngumu sana, lakini wao pamoja na wazazi wao hawakupoteza matumaini na tunatarajia matokeo mazuri, alisisitiza. Aidha, gavana huyo wa muda alitoa wito wa msaada wa haraka wa kibinadamu kwa wakazi wa Luvungi na bonde la Ruzizi. Alieleza kuwa vita vimeharibu miundombinu mingi na ya umma, huku vituo vya afya vikikabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa. Na alizungumza pia kuwa hali ngumu ya wanawake waliojifungua hospitalini ambao bado wanatakiwa kulipa gharama za matibabu licha ya hali yao ya umaskini. Elakano alisema kuwa binafsi amelipa baadhi ya bili za hospitalini ili kuwezesha baadhi ya kina mama kurudi nyumbani kwao. Alisema kuwa nitawasilisha ombi hili kwa serikali kuu mjini Kinshasa ili kwa watoto na wakazi wa Luvungi wapate msaada wa kweli na waone kwamba serikali inajali hali yao, alisema Elakano. Kuhusu usalama na uhuru wa wananchi kusafiri, Elakano alisema kuwa amepokea taarifa kuhusu vizuizi vya kimaimai haramu vinavyowakwamisha wananchi katika wilaya ya Uvira. Ameagiza uchunguzi ufanyike ili kukomesha vitendo hivyo vya kimaimai. Na tukisalia bado Uvira ni kuwa kiongozi Jean-Pierre Mugeni ametoa wito kwa kumpokea ex-gavana mkimbiza gavana Jean-Jacques Purusi. Alisema kiongozi wa vijana Pierre Katembo Mugeni amewataka wakazi wa mji wa Uvira kujitokeza kwa wingi kumpokea gavana
ex governor wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi Sadiki anayetarajiwa kuwasili leo hii baada ya kukaa kwa miezi kadhaa mjini Kinshasa katika shughuli zake rasmi za kikazi. Na katika mahojiano aliyotoa Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2026, Pierre Kitembo mgeni aliwahimiza wananchi wa Uvira kujikusanya kwa wingi mpakani mara tu gavana atakapowasili. Kwa mujibu wake, mapokezi hayo yatakuwa ishara ya kutambua juhudi zinazofanywa na gavana huyo katika kuleta utulivu, amani na maendeleo katika mkoa wa Sud Kivu. Lakini anasema hivi wakati hakuna siku Jean-Jacques Purusi aliwahi lala ndani ya mji wa Uvira. Huyo ni mkimbizi, analaga ndani ya analaga Bujumbura, lakini kuna shangaa anasema kwa anatambua juhudi zake katika kuleta utulivu na amani. Na mnukuu akisema, ninatoa wito kwa wakazi wote wa Uvira, vijana, wanawake, viongozi wa jamii na makundi ya kimama yote ya kijamii kushirikiana katika mapokezi haya ili kuonesha muungano kuonesha kumuunga mkono gavana wa mkoa, alisema Pierre Kitembo mgeni. Pia amewahamasisha wananchi kuhudhuria kwa wingi mkutano wa hadhara utakaofanyika leo na utafanywa katika Espace Orange siku ya Juma hii wiki hii Jumatano ya leo. Kwa mujibu wa Pierre, anasema kuwa mkutano huu utampa gavana nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na wananchi kuhusu changamoto zilizowakabili kwa sasa pamoja na mapigano ya kimaimai. Kurudi kwa gavana Jean-Jacques Purusi mjini Uvira kunafuatia miezi kadhaa aliyetumia Kinshasa kishiriki mikutano na shughuli mbalimbali zinazohusiana na usimamizi wa mkoa na masuala ya utawala. Acha niwashukuru, tuendelee kwa wiki.